Siku moja baada ya mkutano wa kiuchumi kati ya Afrika na Ufaransa jijini Nairobi, Rais Emmanuel Macron amewasili Ethiopia leo Jumatano Mei 13, ambapo atakutana na Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Haya yanajiri ikiwa zimebaki wiki chache kabla uchaguzi mkuu nchini Ethiopia. Katika ziara hiyo, Macron anatarajiwa kutembelea makao makuu ya Umoja wa Afrika, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Katika ziara hiyo Macron anatarajiwa kutembelea makao makuu ya Umoja wa Afrika. Akipokelewa katika makao makuu ya Umoja wa Afrika, Emmanuel Macron atatoa hotuba yake leo Jumatano Mei 13, ikiwa ni mara ya kwanza kwa rais wa Ufaransa kutoa hotuba yake nchini Ethiopia. Wakati wa ziara yake ya awali katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mwaka 2019, alizungumza tu katika mkutano huo na waandishi wa habari. Kwenye mkutano kutakuwa na ajenda za majadiliano ya pande tatu, yani Antonio Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, na Mahamudu Ali Yusufu, mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika, ambapo watajadili migogoro inayolikabili bara la Afrika, ikiwa ni pamoja na hali nchini Mali na vita nchini Sudani, pamoja na swala la maendeleo ya nishati mbadala pia litajadiliwa. Rais Emmanuel Macron anapanga kujadili masuala ya kiuchumi na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Itakumbukwa mnamo mwezi Februari mwaka huu, nchi hizo mbili zilisaini makubaliano ya urekebishaji wa deni na mpango mpya wa ufadhili wa euro milioni 81 ili kusaidia mageuzi ya uchumi mkuu yanayoendelea nchini Ethiopia. Kulingana na Wizara ya Fedha ya Ethiopia, ushirikiano wa Ufaransa na Ethiopia sasa unawakilisha zaidi ya euro milioni 600 katika uwekezaji, ambapo zaidi ya euro milioni 300 zimetengwa kwa sekta ya nishati. Mkutano wa kiuchumi kati ya Afrika na Ufaransa jijini Nairobi nchini Kenya pia uliibua swali la ushawishi wa Ufaransa katika Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Katika upande wa kijeshi, Paris inapanua uwepo wake katika kanda hizi, huku uwepo wake katika nchi za Saheli na Afrika Magharibi ukipungua. Ujumbe wa kijeshi wa Ufaransa umetumwa nchini Ethiopia tangu mwaka 2019. Mojawapo ya misheni zake ni kutoa mafunzo kwa jeshi la majini la Ethiopia, ingawa nchi hiyo haina bandari. Tangu mwaka 2019 makubaliano ya ushirikiano yalisainiwa na Paris yamesimamia mafunzo ya wanajeshi wa Ethiopia na jeshi la Ufaransa. Makubaliano hayo, ambayo yalisitishwa katika wiki za mwanzo za vita ya Tigray mwishoni mwa mwaka 2020, walirejeshwa mapema mwaka 2023 baada ya kusainiwa mkataba wa amani wa Pretoria. Lengo la Ufaransa ni kuwa na mshirika katika mlango wa Bab el Mandeb katika Bahari Nyekundu na kushindana na Urusi. Kwa upande wake, jeshi la majini la Ethiopia linanufaika na makubaliano hayo kupitia mafunzo ya usalama yanayotolewa na wanajeshi wa Ufaransa au baharini ndani ya meli za kivita zenye makao yake Turin na Brest. Sebastian Pelishia, afisa wa masuala ya ulinzi katika ubalozi wa Ufaransa huko Addis Ababa, anahakikisha kwamba makubaliano hayo yanaweza kusitishwa tena iwapo kutatokea mgogoro mpya. Katika miezi ya hivi karibuni, mvutano kati ya Eritrea na Ethiopia, ambayo inadai kuwa ufikiaji wa bandari kupitia bandari ya Eritrea ya Asabu, umeongezeka kwa kasi kubwa na kufanya vita mpya kati ya majirani hao wawili kuwa ya kuaminika zaidi.